Shalom shalom, mtu wa Mungu unayenifuatilia. Profeta Deo anaongea hapa, na Mungu amenipa neema tena niweze kusema na wewe juu ya changamoto kubwa sana, changamoto ya uzao. Ni maombi makubwa sana ambayo yanaenda kufungua tumbo la mwanamke, na mwanamke anaenda kufurahia Yesu Kristo akiweka watoto wa kike na watoto wa kiume kwenye uzao wa tumbo lake. Baba, ninakushukuru sana kwa neema na baraka nyingi. Asante sana kwa ajili ya binti huyu, mama huyu anayenisikiliza sasa na anategemea faraja itokayo kwako, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen. Ninambariki Mungu sana ambaye amekuwa akinitumia sana kwa namna ya ajabu kufungua wanawake wengi ambao wamekutana na changamoto ya uzazi. Na ukifuatilia kwenye mitandao yangu ya kijamii na wanaonifuatilia kwa njia ya redio, Mungu amekuwa akinitumia sana 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 kwa ajili ya kufungua uzao wa mwanamke asiyezaa, na nimepewa neema hiyo kubwa. Umenisimamisha, unaweza kufungua tumbo la uzao wako, na wewe Bwana Yesu akakupa utoto. Moja kati ya changamoto kubwa ambazo wanawake wanazipitia kwa sasa, changamoto kubwa ni changamoto ya kupata watoto. Ili nimekuwa ni jambo kubwa kabisa. Watu wengi wamekuwa wakiteseka sana kwa ajili ya uzao. Hii imekuwa ni changamoto kubwa sana. Umeolewa, una miaka kadhaa na umekuwa unapitia kwenye changamoto hiyo ya kupata mtoto. Muamini Mungu kuanzia sasa kwamba hiyo changamoto yako Yesu anakwenda kuimaliza. Nimekutana na wanawake ambao ni zaidi ya miaka 15, zaidi ya miaka 20. Wengine wanazaa mapoza, anazaa watoto wanakufa. Unajitahidi, lakini imekuwa ni changamoto na imekuwa ni ngumu sana. Lakini mkono wa Mungu naamini unaenda kusaidia kupitia neema hii ya kufungua kwa uzao wako. Mungu anaenda kukupatia uzao, anaenda kukupatia mtoto, na utaenda kumshukuru Mungu kwa namna ya kipekee sana ambayo Yesu anakwenda kuiachilia. Naomba nikusomee andiko hili kubwa na andiko muhimu kutoka kwenye kile kitabu cha Kutoka sura ya 23 na mstari ule wa 25. Biblia inasema, nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako. Anasema, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako, apata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Umesikia mstari ule wa 26? Anasema apata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako itatimizwa. Anaposema hivi, hapana atakayeharibu mimba wala aliyetasa katika uzao. Kwa hiyo Biblia kabisa, tunavyokiri maandiko hayo, tunaamini kabisa kwamba wewe mwanamke sio tasa. Kwa hiyo kama kuna nguvu yoyote ambayo inafanya kazi leo, tutaiondoa. Kama kuna nguvu yoyote inayofanya kazi leo, tutaiondoa, kwa sababu Biblia imethibitisha kabisa kwamba hakuna mtu tasa. Na kama Biblia inasema hakuna utasa, maana yake lazima ukiri mwenyewe. Kuna wengine ambao wameambiwa hospitalini mirija imeziba, wengine wameambiwa kabisa kwamba huwezi kuzaa mtoto, wengine wameambiwa kabisa kizazi chako wewe hakiwezi kabisa kuzaa, wengine wanasema mji wa mimba umeharibika, wengine wamesema una kansa ya kizazi na maneno kama hayo. Na inawezekana kabisa umepata hiyo taarifa na wakakwambia kabisa hautazaa, wakakwambia kabisa hutapata mtoto. Bia, hakuna aliyetasa, hakuna aliyetasa. Maana yake lazima ukiri ya maandiko, lazima ukiri ya maandiko, yani lazima uyakiri. Mstari wa 26 huyu Kutoka 23:26, hakikisha unasema hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba. Hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba. Kwa hiyo Mungu anaeleza hakuna mwenye kuharibu mimba. Je, anza kujiuliza, hizo mimba zilizoharibika ni nini kimetokea mpaka zimeharibika? Maana yake ukiona mimba imeharibika, maana yake iko nguvu inafanya kazi katika ulimwengu wa roho. Iko nguvu inafanya kazi katika ulimwengu wa roho. Lakini kwa maombi haya utabeba mimba na utashangaa hiyo mimba haitaharibika tena. Glory to Jesus.
na anasema wala aliye tasa. Kama Biblia inasema hakuna kuharibu mimba wala aliye tasa, lazima uanze kukiri, mwambie Mungu, mimi sio tasa. Hata kama amenitamkia maneno, hata kama amesema mimi ni tasa, nakataa kwenye neno hili. Kuna wakati unalibeba neno kabisa, unakataa. Kama Mungu amesema hakuna kuharibu mimba, nini kinatokea? Mimba zinaharibika. Nini kinatokea? Mimba zinaharibika. Kama Mungu amesema kabisa kwamba hakuna kuharibu mimba, nini kinatokea? Kwa nini mimba zinaharibika? Ni nini changamoto? Ni nini inayotokea mpaka mimba inaharibika? Lazima uanze kuelewa kwamba kuna nguvu inafanya kazi kuharibu mimba. Na hapa nataka nizungumze sana juu ya nguvu inayofanya kazi katika ulimwengu wa roho, ambayo inashambulia mwanamke mpaka mimba zinaharibika. Nimekutana na changamoto nyingi sana, miaka 20 yangu ya utumishi, nimekutana na vitu vingi sana. Kuna wanawake ambao wameharibu mimba ni kwa sababu kuna miungu ya familia ambayo mtoto wa kwanza lazima afe kwenye familia. Hiyo ni roho inaweza kuharibu mimba. Lakini pia kuna wanawake unaota ndoto ya namna hii, unaota ndoto unakutana na mwanaume kwenye ndoto, na unapokutana na mwanaume kwenye ndoto, ghafla unapoanza kushiriki naye tendo la ndoa, na wanawake wengi wanaokutana na changamoto hii, mimba zimeharibika. Kuna mwanamke anaona damu usiku, na akishaona damu usiku, asubuhi anakutana na hedhi tayari, maana yake tayari kama na mimba imeharibika. Kuna mwingine anaota kabisa unanyonyesha mtoto, maana yake hiyo ni nguvu ya giza. Kuna mwanaume wa kipepo anayekuzalisha, sio kwamba uzai. Na ukiota ndoto hii kwamba unazaa mtoto, ghafla unashangaa ile mimba inatoka. Ziko dalili nyingi za uharibifu. Ndoto zako mwanamke unazoota nyingi ni mbaya, nyingi unaota hizo ndoto, maana yake zina likely ya kupoteza nguvu yako ya kupata mimba. Kwa hiyo hizi ni nguvu ambazo lazima tuzishambulie, kwa sababu Mungu amesema hakuna utasa wala hakuna kuharibu mimba. Huo utasa unatoka wapi? Hiyo nguvu ya utasa inatoka, maana yake hiyo nguvu inafanya kazi katika ulimwengu wa roho. Ndoto nyingi unazokutana nazo ndizo zimekufunga leo hii. Huyo mwanaume anakutokea ndotoni, hizo damu unaziona zinazokutokea, hizo ndio shida. Kuna mwanamke mwingine anaota anabeba mtoto kwenye ndoto. Hiyo ndoto unayoota anabeba mtoto kwenye ndoto ndio inaenda kufunga hatima yako ya uzazi. Ndoto hizi zinafichua namna kwamba kuna nguvu ya uharibifu. Inaweza kuwa ni nguvu za kichawi, inaweza kuwa ni nguvu za giza. Mwingine ameota kabisa kwamba kuna mnyama anamkimbiza, anakuja kukanyaga kwenye tumbo lake, ghafla unashangaa mimba inatoka. Na hivi vita ni vikubwa sana, vinashambulia tumbo la uzao wa mwanamke. Lakini nina habari njema ya kwamba Mungu anaenda kukufungua. Kama kuna kifungo chochote ambacho kimetumwa ili wewe usizae, leo tunakwenda kukiondoa. Neno la Mungu linasemaje kwenye kitabu cha Yeremia sura ile ya 31 mstari wa 16 na mstari wa 17? Biblia inasema, Bwana anasema hivi, zuia sauti yako isilie na macho yako asitoe machozi, maana kazi yako itapata thawabu. Anasema nao watakuja tena, watatoka nchi ya adui, nayo asemayo Bwana, tena liko tumaini siku zako za mwisho, asema Bwana, na watoto wako watarejea mpaka wao wenyewe. Maana yake kuna tumaini la kurejesha watoto, kuna tumaini la kupata we mtoto. Bado tumaini lipo, lakini Biblia inasemaje? Nguvu za kuzaa, kwa sababu Biblia inasema watoto wa tayari kuzaliwa, lakini hakuna nguvu za kuwazaa. Wewe inawezekana una tumbo zuri, lakini una nguvu za kuzaa. Lazima tuachilie nguvu za kuzaa. Na ukiomba maombi haya utanishuhudia Mungu amekupatia mtoto. Kwa sababu Biblia inasemaje Biblia kwenye kitabu cha Isaya 37 mstari wa 3? Isaya 37 mstari wa 3 nasemaje? Wakamwambia Ezekia asema hivi, siku hizi ni siku ya dhiki. Unaona, siku hii ni siku ya dhiki na aibu na matukano, maana watoto wa tayari kuzaliwa, wala hapana nguvu za kuwazaa. Mwanamke unatukanwa, mwanamke unasemwa, kwa nini uzai?
Na wanaume, kwa kweli niseme tu kwamba kumekuwa na changamoto kubwa baadhi ya ndoa. Unakuta mwanaume anasema, mwanamke, kwa nini uzai? Ni nini kimetokea? Kwa nini uzai? Ni shida gani? Kwa nini uzai? Mwingine yani anamfukuza, mwingine amefukuza. Mwanamke, usipoombea uzao wako, kuna vita nzito sana. Inawezekana una uwezo kabisa wa kuzaa, lakini una nguvu za kuzaa. Ndio maana nasema hivi, watoto wako tayari kuzaliwa, lakini nguvu za kuzaa ndio una. Umeona? Ndio maana unapita kwenye dhiki, unapita kwenye aibu, unapita kwenye matukano. Mama, unapita kwenye dhiki, unapita kwenye aibu, unapita kwenye matukano. Unajiuliza, kwa nini natukanwa? Kwa nini nasema mimi? Kwa sababu sizai mimi, kwa sababu mimi ni mgumba mimi, kwa sababu anasema una nguvu za kuzaa. Una nguvu za kuzaa. Maombi haya yatakusaidia upate nguvu ya kuzaa, nguvu ya kubeba mimba, nguvu ya kupata mtoto. Na hii ndio ninakuunganisha na hii Isaya 37 mstari wa 3. Pokea nguvu ya kuzaa. Pokea nguvu ya kuzaa. Ujue changamoto nyingi watu hawazielewi sana. Angalia kwenye mfumo wa kifamilia. Kwenye mfumo wa kifamilia, anza kuona Ibrahimu alioa mke Sarai, lakini Sarai alichelewa kupata mtoto mpaka siku ngapi? Mpaka alichelewa kupata mtoto mpaka miaka 99. Unaweza kuona Sarai baada ya miaka 99 akamzaa Isaka. Isaka akaoa mke, lakini alikutana na changamoto pia ya uzazi vile vile. Baada ya Isaka akamzaa Yakobo. Yakobo naye anamuingiza Raheli ndani, Raheli naye azai. Kwa hiyo kuna vita nyingine unakuta ni vita ya kiukoo, inafuatilia, inaondoa nguvu ya kuzaa. Kwa hiyo Mungu amenipa ufunuo maalum, na ufunuo huu ukiomba maombi haya, Mungu anaenda kupatia mtoto. Mungu aliyemkumbuka Raheli akampa mtoto, atakupatia mtoto. Roho hiyo hiyo ilimfuatilia Hana. Hana anakaa miaka mingi bila kuzaa mtoto. Kumbe kuna nguvu inaweza kukufuatilia kwa muda mrefu pasipo wewe kuzaa mtoto. Mungu akamkumbuka Hana akampa Samueli. Nina habari njema ya kwamba Mungu aliyemkumbuka Hana akampa Samueli atakukumbuka na wewe, atakupa mtoto. Anza kuamini kwa maombi haya. Anza kuamini kwa maombi haya kwamba tumbo lako la uzazi linaenda kufunguka na unaenda kuzaa mtoto kwa namna ya ajabu sana. Utashangaa. Mungu amenipa mafuta, nimeombea watu wengi sana na Mungu amewapa watoto. Leo hii naomba unifuatishe maombi haya. Kama una nia kupata mtoto, nifuatishe maombi haya. Naomba ukamate tumbo lako, takamata kitovu chako na inua mkono wako wa kulia. Sema, Bwana Yesu, nimekuja kwako leo katika jina la Yesu Kristo. Mungu uliye hai, nimesikia maneno yako. Mimi sio tasa na mimi sio wa kuharibu mimba. Mungu uliye hai, katika jina la Yesu, leo ni siku yangu ya kufungua tumbo langu la uzazi. Kila nguvu iliyonifunga leo inaniachia katika jina la Yesu Kristo. Anza kufuatia na mimi, anza kuomba maombi katika jina la Yesu Kristo. Tunakamata hiyo nguvu inayofanya kazi katika ulimwengu wa roho, inayokushambulia usizae watoto katika jina la Yesu Kristo. Anza kuomba juu ya mashambulizi kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Anza kutamka juu ya ukoo, madhabahu za ukoo zinazofuatilia hatima yako. Anza kuomba katika jina la Yesu Kristo. Hiyo madhabahu ya ukoo wenu, hiyo miungu ya ukoo wenu, taja majina ya ukoo wenu, jitenganishe na hiyo madhabahu, madhabahu inayozuia kuzaa, madhabahu inayoua watoto. Kwa jina la Yesu Kristo ninavunja hiyo nguvu. Hiyo madhabahu ya kwenu iliyokushikilia leo vunjika, leo haribika. Ratatatatata. Hiyo madhabahu ya ukoo wenu, madhabahu ya baba yako na mama yako inayofuatilia uzao wako, leo ninaivunja. Rikaterebebe shente rakakarabo shete. Omba na mimi sahihi. Vunja hiyo madhabahu ya ukoo wenu inayofuatilia kupitia damu. Rikarababababa irakarebe shete rantatarobo shetete rinarababo shenterebebebe. Vunja hiyo madhabahu ya damu. Ritarabababasa rantorobobosha rikarababababa.
vunja hiyo madhabahu ya damu inayofuatilia kutoka kwenye ukoo wako kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo madhabahu ya damu leo ivunje kabisa, leo iharibu kabisa. Rintarabababababa reketere shente rototorobo shanda. Vunja hiyo madhabahu inayokufuatilia kutoka kwa mama yako, kutoka kwa baba yako, leo ivunje kabisa, iharibu kabisa. Reteterebo shanda ratatatatata. Hiyo madhabahu ritatarababa rantarababobobo. Vunja hiyo madhabahu inayofuatilia kutoka kwa mama yako, kutoka kwa baba yako. Tamka, jiachanishe ritatatatata kwa jina la Yesu. Nenda kwenye ndoto mbaya, kila ndoto unayoziota, unamuona mwanamke, unamuona mwanaume anakutokea kwenye ndoto. Huyo mwanaume, huyo ni jini maaba. Shambulia hilo pepo jini maaba linalokufuatilia, hilo jini maaba lililokuzalisha watoto, hilo jini maaba linalokufanya uone unapakata watoto, hilo jini maaba linalokufanya uone unazaa, kwa jina la Yesu Kristo kataa. Vunja hilo jini maaba, shambulia hilo jini maaba, vunja hiyo jini maaba, haribu hiyo jini maaba. Rikabababababa rasatarababababa. Omba maombi makubwa, vunja hiyo jini maaba. Ninaona mama unaanza kufunguliwa saa hii. Huyo jini maaba aliyekutesa miaka mingi, ninampasua, ninamng'oa, ninamvunja, ninamharibu. Shatarabababababa. Pasua hiyo jini maaba, vunja hiyo nguvu ya jini maaba, vunja hiyo nguvu ya jini maaba, vunja nguvu ya jini maaba. Retetetetetetete shantarabababababa. Vunja hiyo jini maaba anayekufuatilia kwenye ndoto za usiku, anayekufuatilia kwenye ndoto za usiku, unaota unalala naye. Foshekerebabababa. Vunja hiyo jini maaba. Rikatatata. Achie mwanamke, achie mwanamke. We jini maaba, piga kelele ng'oka, piga kelele ng'oka, piga kelele ng'oka, piga kelele ng'oka, piga kelele ng'oka. Huyu anakimbia, huyu anachomoka, anakuachia saa hii. Ratatatata, 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 ratatatata. Shatere sheketa lantatarobokoria reteterebe sheke rotototo shantarabababa. Pasuka we jini maaba, vunjika we jini maaba, aribika we jini maaba, pasuka kwa jina Yesu. Rikaya tatatata. Kila ndoto ambayo unaota, mara unanyonyesha, mara unanyonyesha, mara unajifungua, kataa kwa jina Yesu kwamba sitanyonyesha watoto, watoto wa mapepo, watoto wa majini, kwa jina la Yesu. Piga hiyo nguvu. Unaonyonyesha watoto wa kichawi, watoto wa kishirikina, watoto wa majini waliokuzalisha, wakatae sasa, wakatae sasa, wakatae sasa. Watoto wang'oe watoto kwa tumbo lako kwa jina la Yesu. Kataa, sitazaa watoto wa mapepo, watoto wa mapepo kwa jina la Yesu Kristo. Nina kung'oa, ng'oka, 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 ng'oka. Iseme mirija, we mirija, ninaambiwa umeziba. We mirija, ninaambiwa umeziba. We mirija, ninaambiwa umeziba. Nani ameziba? Napitisha damu ya Yesu kwenye hiyo mirija. Anza kutamka, napitisha damu ya Yesu kwenye mirija yangu ya uzazi kwa jina la Yesu. Shatarababababa, shatarababababa, shatarababababa. Mirija uzazi fungoka, mirija uzazi fungoka, 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 fungoka. Mama, kamata tumbo lako, naona mirija uzazi nafunguka, naona mirija uzazi nafunguka. Retetetete, retetetetete. Mirija uzazi fungoka, mirija uzazi fungoka. Ritarababa santa ratatatatata. Mirija uzazi ninakung'oa, ng'oka, 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 ng'oka. Unaona hiyo mirija uzazi inavyong'oka sasa. Pasuka, 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 pasuka. Mirija uzazi achia, 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 achia. Reketere rakakakaka
Ongeza maombi, ongeza maombi. Kuna nguvu inaachilia mirija yako ya uzazi. Kuna nguvu inaachilia mirija yako ya uzazi kwa jina la Yesu Kristo. Na amekaa kwenye tumbo lako la uzazi kwa jina la Yesu Kristo. Rikatarabababa rantarabababa. Na amesema hizo mbegu za mume wako hazijakomaa, haziwezi kuzalisha. Ninaziombea hizo mbegu za mume wako kuanzia sasa, kuanzia sasa natoesha uchawi wa mbegu kutokomaa kwa jina la Yesu. Na kamata hizo mbegu za mume wako, anza kuziombea. Vunja huo uchawi unaosema hizo mbegu haziwezi kukomaa kurutubisha mayai kwa jina la Yesu. Nani alisema kwamba mayai hayawezi kurutubisha? Na vunja hiyo nguvu inayofuatilia kwa damu ya Yesu Kristo. Achia mayai ya mume wangu kwa jina la Yesu. Achia mayai ya mume wangu kwa jina la Yesu. Taja jina la mume wako, taja jina la mume wako, anza kumwombea sasa. Achia mayai yake, achia mayai yake, achia mayai yake. Taja jina lake. Rabababababa rabababababa rabababababa. Mama unasikia, mama unasikia, unafunguliwa sasa hivi, sasa hivi, sasa hivi. Ni uchawi gani unafanyika? Kuna nyoka unamuona kwenye ndoto, huyo nyoka ndiye anakufuatilia, anaua uzazi wake. Leo na kamata huyo nyoka, ninavunja kwa damu ya Yesu, ninavunja huyo nyoka, ninampasua vipande vipande, ninamkanyaga, kanyaga huyo nyoka. Vunja roho ya nyoka, vunja roho ya nyoka. Maana Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya 12, yule mwanamke alikuwa anazaa, lakini watoto wanaliwa na nyoka, wanaliwa na nyoka. Wewe nyoka unayekula watoto wangu, unayeharibu watoto wangu, leo nakupiga sawa sawa na Ufunuo 12. Piga wewe nyoka, piga wewe nyoka, piga wewe nyoka, piga wewe nyoka, piga wewe nyoka. Naona mama unafunguliwa sasa. Kuna huyu nyoka anatoka kwenye tumbo lako, shambulia huyo nyoka, pasua huyo nyoka, pasua huyo nyoka, pasua huyo nyoka anayefunga uzazi, pasua huyo nyoka, pasua huyo nyoka. Huyo nyoka wa kichawi tunampasua, tunamvunja, vunja, vunja vipande vipande, vunja vipande vipande. Rikakakashata. Huyo nyoka anayeua uzazi tunamfyeka, tunamshambulia, tunampasua. Acha tumbo la mwanamke, acha tumbo la mwanamke, acha tumbo la mwanamke, acha tumbo la mwanamke. Wewe nyoka, ninakung'oa, ninakusambaratisha, ninakupasua. Toka, acha tumbo la mwanamke, toka, acha tumbo la mwanamke, toka, acha tumbo la mwanamke. Karabababasaka. Mama omba, mama omba, omba, ombea tumbo, ombea tumbo. Kuna kitu ninaona, kuna kitu ninaona kwenye ulimwengu wa roho. Walikuibia nguo yako, nguo yako ya ndani, nguo yako ya ndani, nguo yako ya ndani, wakaipeleka makaburini, makaburini, wakaizika, wakasema hautazaa. Na hiyo nguo iliibiwa. No seketere rekekekeshe. Vonja hiyo madhabahu, vonja hiyo madhabahu, vonja hiyo madhabahu. Rikatatatata. Na vunja hiyo nguvu ya makaburi iliyoiba nguo yangu, wakapeleka makaburini kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Vonja hilo agano linalofuatilia uzao wako uko makaburini. Toa watoto wako uko makaburini walikowekwa, wakachukua nguo yako ya ndani. Wengine waliibiwa hedhi zao zikapelekwa, wengine waliibiwa damu yao ya hedhi ikapelekwa. Leo kwa jina Yesu, kila uchawi uliochukua damu yangu ya hedhi, rikabababa, na uvunja, na uvunja. Achia damu yangu ya hedhi, achia damu yangu ya hedhi, achia damu yangu ya hedhi, achia nguo yangu ya ndani kwa jina la Yesu. Navunja, inavunja, navunja, navunja hiyo nguvu iliyokamata hedhi yangu, hedhi yangu, ili nisizae katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu lai. Endelea kuomba, endelea kuomba. Ninaona nguvu ya Mungu inatenda kazi hii. Naona nguvu ya Mungu inapenya, naona nguvu ya Mungu inapenya, naona nguvu ya Mungu inapenya katika jina la Yesu. Imeandikwa kwenye kitabu kile cha Isaya 37 ya kwamba huyu mwanamke yuko tayari kuzaa. Hakuna nguvu za kuzaa sasa hivi. Anza kuomba nguvu za kuzaa, nguvu za kuzaa. Jitamkie, nitazaa mwaka huu, nitazaa mwaka huu, nitazaa mwaka huu. Anza kutamka, nitazaa, nitazaa watoto mapacha, nitazaa watoto wa kiume na wa kike kwenye tumbo langu, nitazaa, nitazaa kwenye tumbo langu. Jitabirie, nitazaa, tabiri, nitazaa, tabiri
ninahubiri nitazaa kwa jina la Yesu Kristo. Pokea neema ya kuzaa, pokea neema ya kuzaa. Nguvu ya kuzaa iwe juu yako, nguvu ya kuzaa watoto iwe juu yako, nguvu ya kuzaa watoto iwe juu yako katika jina la Yesu. Anza kujitabiria, mwaka huu nitazaa watoto, nitazaa watoto kwa jina la Yesu Kristo. Mirija yangu ya uzazi, tumbo langu la uzazi, sikia, ninazaa watoto, ninazaa watoto. Napokea nguvu ya kuzaa, 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 napokea nguvu ya kuzaa katika jina la Yesu Kristo. Kili maneno, kili maneno, kili maneno. Kuwa na muda mrefu wa kuomba, kuwa na muda mrefu wa kuomba, ukiri nguvu ya kuzaa, nguvu ya kupokea mtoto katika jina la Yesu Kristo. Na hapa ninapoomba maombi haya, rudia maombi haya, rudia maombi haya, rudia maombi haya. Kawaida maombi ya ufungua uzazi wa mwanamke huwa ni ya wiki 7. Kwa hiyo naomba wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya 3, wiki ya 4, wiki ya 5, wiki ya 6, wiki ya 7, na utashangaa tumbo lako la uzazi linafunguka kabisa, na unaleta ushuhuda, na unatuma ushuhuda wangu. Tutumie ushuhuda kwa njia ya WhatsApp pale, andika ushuhuda kwa njia ya WhatsApp, mwambie Mungu na kushukuru, tumbo langu limefunguliwa. Jiunganishe, jiunganishe. Unapokomboa uzao, jiunganishe na sadaka yako. Anza kutamka juu ya sadaka yako, omba juu ya hiyo sadaka, omba juu ya sadaka, jiunganishe na sadaka yako. Mwambie Mungu, nimepokea watoto, nimepokea watoto, na utashukuru Mungu. Utashangaa mzunguko wa kwanza, mzunguko wa pili na mzunguko wa 3, tayari umebeba mimba, tayari umebeba mimba, na unamshukuru Mungu. Anza kumshukuru Mungu, mwambie Yesu, asante, nimebeba mimba sasa, nimebeba mimba sasa, nimebeba mimba sasa, nimebeba mimba sasa katika jina la Yesu Kristo. Anza kumtukuza Mungu, anza kumshukuru Mungu, anza kumwinulia Mungu tukufu, anza kumwinulia Mungu heshima katika jina la Yesu Kristo. Unapojiunganisha na sadaka, tuma majina yako. Umekuwa na hii changamoto, shiriki pamoja na sisi, lakini pia fuatilia maombi moja kwa moja na shiriki maombi haya. Utaona ni maombi ya msaada sana, utamshukuru Mungu kwa neema kubwa. Kupitia Prophet EM Tadeo, subscribe channel yetu, endelea kupata maombi makubwa mengi zaidi, maombi ya kufunguliwa, maombi ya kuwekwa huru. Ni neema kubwa ambayo Mungu ametupa. Endelea kushiriki kwenye neema hii, na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Usiache kushare, mpelekee ujumbe rafiki yako, ndugu yako anayepitia kwenye changamoto hii ya uzazi. Mungu akubariki sana, neema Yesu ije juu yako. Shalom, shalom, shalom.